Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara ambao umekuwa gumzo kubwa sana nchini Tanzania hii leo ni mtanange ambao unakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga. Mpaka sasa tunavyoongea, kwa mujibu wa bodi inayosimamia ligi kuu Tanzania bara, wanautambua mchezo huu upo kama ambavyo ratiba inaeleza, kwa sababu kwa upande wa kamati ya saa 72 ndio kwanza imekaa kikao itakwenda kutoa hukumu ya mchezo. Sababu za Simba kugoma kucheza mchezo huu ni kwamba klabu ya soka ya Yanga kupitia makomando wao waliweza kuwazuia baadhi ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Lupasa wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kujiandaa maandalizi ya mwisho ya mchezo wao wa Kariakoo Derby dhidi ya watani wa jadi Young Africans. Kwa kitendo hicho kikawakasirisha Simba na kuamua kuandika barua kwamba hawatoshiriki mchezo huo leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa Yanga Sports Club, wao wanautambua mchezo huu upo na siku ya leo watapeleka timu katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa taarifa nyingi imekuwa ni gumzo kubwa, watu wengi wakisubiria kuona maamuzi ambayo yatakwenda kufanywa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama TPLB kupitia shirikisho la mpira miguu nchini Tanzania TFF. Watakwenda kuamua nini, kwa sababu ukiangalia wanakwambia mafahali wawili hawawezi kukaa zizi moja. Kwa hivyo Simba ameogomea mchezo, huku Yanga wao wakisema mchezo leo upo hakika kitaumana. Kumbuka mwaka 2021 ilisha kutokea tena hivyo, Simba Sports Club na Yanga Sports Club walipishana muda wa kwenda uwanjani, lakini mchezo huo uliweza kusogezwa mbele mara baada ya viongozi mbalimbali kuweza kuingilia sakata hilo. Sasa turudi kwa mchezo huu ambao kwa sasa Yanga Africa wenyewe wamekula kiapo na kusema kwamba hatobadilisha ratiba ya mchezo huu. Sasa kupitia aliyewahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba sambamba na klabu ya soka ya Yanga, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoka hadharani na kuweza kufunguka hichi kinachoendelea kwa klabu ya soka ya Simba kugoma kwenda kucheza mechi leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga kwa sababu ya kutokufanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo dhidi ya watani wao. Sasa Manara anasemaje? Cha kwanza, ameweza kuwaposti wachezaji wa Yanga kama Stefan Aziz Ki, Ibrahim Ahmad Baka, Pacome Zouzoua, wachezaji wale ambao ni mastaa mbalimbali ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club. Kisha akaambatanisha na ujumbe unaosema hivi: hata kama ungekuwa wewe ndiyo kiongozi wa makolo usingeleta timu leo. Nyuma kumeenea na mbele kwa moto balaa. Last week nilimsikia mmoja wao akiongea mahali eti mechi huenda isiwepo kwa kuwa itanyesha mvua kubwa sana Ijumaa Jumamosi. Nikamuuliza ni lini umekuwa mtabiri wa hali ya hewa? Akajiuma kama chale. Majuzi mkamtuma mzee Azim achafue hali ya hewa kwa kumtaka refari la dunia Ahmed Arajiga, na bora wasije tumana safari zingefika 8 au 9. Huyo ni Haji Sunday Manara akituma kijembe kizito kwa wekundu wa Msimbazi kwamba ni bora wamekimbia, kwa sababu safari hii Young Africans wasingeiacha Simba na kuifunga bao 8 au 9. Kwa hiyo tunaona huyo ni Manara akicharua Simba Sports Club kwa kushindwa leo kusema kwamba hawatokwenda kucheza mchezo huu wa Kariakoo Derby dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini taarifa iliyopo ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara wapo katika kikao kizito muda huu na klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club. Kuna uwezekano mkubwa mchezo kusogezwa mbele kwa siku moja, yani mamlaka zinafikiria mechi kuchezwa kesho siku ya Jumapili ya tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2025 ili kuipa nafasi Simba Sports Club ya kufanya mazoezi kikanuni, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa tunavyoongea wekundu wa Msimbazi hawajaweza kufanya mazoezi siku ya jana, hawajafanya mazoezi. Kwa hiyo wao wenyewe wanaona kikanuni wana haki ya kuweza kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili kocha wao mkuu Fadlu Davis kuweza kuimplement falsafa zake kuelekea katika mchezo dhidi ya Yanga Sports Club. Lakini ndio hivyo, Manara anakuambia bora tu wakimbie, kwa sababu safari hii ni goli 8 au 9 ambazo mnyama Simba anaweza kukutana nazo akiingia uwanja wa Benjamin Mkapa kuumana na klabu ya soka ya Yanga Sports Club.